Lakini nimekuambia mwanadamu kwamba uishipo katika dunia hii, jitahidi sana kuishi kwenye mazingira ambayo yatakuwa hayana ukakasi wala kutumiwa kwa kile ambacho tunafanya. Naongea kwa sababu kuna kitu kipande cha kitu ukiona mtandaoni juu ya kijana mmoja anaitwa Mwijaku, juu ya tuma ambayo inaendelea kumkabili kwa kile ambacho amekifanya juu ya mabinti wale ambao wanaona kidogo wana namna ya kufanyana ukatili, kuzozana, kufanyana ubaya. Mimi niwaambia wanadamu, kwa mwanadamu namna yote ya fahari unayohitaji katika dunia hii, ukifanya kwa sababu unataka kuonekana, ukifanya kwa sababu liko kusudi nyuma yako limekufunika na kukupushi kwamba endelea kufanya ubaya. Mimi nikuonye mwanadamu kwamba chochote ukifanya katika dunia hii iangalie sana, kwa sababu mwisho ubaya ni aibu. Naomba nisome andiko, some Biblia kidogo hapa katika kitabu cha Wagalatia 6:7. Maandiko yanasema kwamba msidanganyike, Mungu aziakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Ndicho atakachokivuna ama ndicho atakivuna. Mwanadamu nikwambie, Mungu adhiakiwi. Huyu kijana Mwijaku umejaribu kumuona akiwa katika nchi fulani hivi huko kuna lilia kama kwenye swala fulani kama anamuombea rais, anaombea Tanzania. Mwanadamu Mungu aziakiwi mwanadamu. Mungu aziakiwi Mwijaku, Mungu aziakiwi. Chochote unachokifanya ndicho utakachokivuna. Mungu aziakiwi. Kujifanya kwa sababu ya Uislamu ulionao, kwa sababu ya namna ambayo unaona kama fedha ina thamani kuliko utu na ubinadamu. Mimi nikwambie Mwijaku kwamba Mungu tumekuona, nimekuona una swali uko kwenye nchi fulani hivi, unamuomba Mungu. Sijui kama Mungu wako yeye anahitaji ufanye mambo ya zinaa, ufanye uchafu, alafu ndo kamuombe. Sijui. Na vijana hawa na yote ambao una roho, una namna kama za Mwijaku, jiangalie sana mwanadamu, kwa sababu hizi fedha, hizi mali ni za muda kitambo sana. Maisha yako yana maana kuliko fedha, maisha yako yana maana kuliko mali, maisha yako yana maana kuliko cheo, kuliko utakachomiliki chochote. Maisha yako yana maana sana. Mungu aziakiwi. Chochote unachokipanda ndicho utakachokivuna. Ukiwa na cheo, ukiwa na fedha, ukifanya ubaya utakurudia, maovu yatakurudia, wala hayataondoka nyumbani mwako. Kwa hiyo mimi nikuonye Mwijaku, kwa tabia uliyoifanya, ukimiliki gari, ukimiliki mali, ukimiliki manyumba ya kifahari, unapata nini? Nyuma ya ubaya ni aibu. Vijana wengi siku hizi kuishi kwenye maisha fani ya uchawa ndio fahari kubwa sana kuliko binadamu. Mimi nikwambie mwanadamu kwamba maisha yako yana thamani kuliko mali, maisha yako yana thamani kuliko cheo, maisha yako yana thamani kuliko vitu vyote hivi. Unahangaika na zinaa, unahangaika na vitu fulani vya kipumbavu, ni kwa sababu ufahamu wako umevurugwa. Haiwezekani ukawa chawa. Ndio maana hili ndio tulikuwa tunachunguza vizuri sana, kwamba vijana, haiwezekani mwenye akili timamu ukaishi maisha anayoishi Mwijaku. Hata kama ndio utapata mali, utapata fedha, lakini wewe jua tu kwamba maisha yako yana shida sana. Mwanaume unajizalisha na wanaume kwa sababu ya staili unaoishi. Kuna vitu fulani anapongeza, yani nyuma ya kupongeza, nyuma ya kujifanya kama unasifia vitu fulani, nyuma yake lazima kuna uovu mkubwa. Kuna uovu mkubwa sana. Sijajua kwa undani zaidi, lakini ile kibada ya kuiona na Mwijaku mtandaoni kidogo kumechafuka sana. Mwijaku anaunganisha hawa kafanya hivi. Mimi nikwambie Mwijaku, maisha yako yana maana kuliko zinaa unayohangaika nayo. Maisha yako yana maana kuliko uchawa. Maisha yako yana maana kuliko vitu unaovisumbukia hivi. Hivi vitu utaviacha hivi vitu, na utakuja kujikuta ni mwanadamu fulani ambaye utakuwa ovyo sana. Mimi naamini hata mwenye ukikaa muda fulani ukianza kuangalia vikorokono unayofanyaga mitandaoni, kuna mambo roho, kwa sababu roho ni ya Mungu. Lazima kitu kifanya kibaya lazima iwe na mazingira ya kukusuta kwamba hiki ninachokifanya, je, hivi ni mwanadamu kwani? Mimi na akili timamu. Watu wanalia, watu wanaonewa, watu wanatekwa, wanafanywa vibaya. Usumbuki na hicho, kwa sababu jiweka kwenye nafasi ya uchawa, ndio unafanya vitu vya ovyo na kipumbavu. Nikuonye mwanadamu yote uliyeko chini ya jua, uliye na tabia na namna kama za Mwijaku, kwa ni tabia aliyofanya hili. Nilijua tu kwamba haiwezekani akawa chawa kwa namna hii. Kama anaonyesha kuna mke wake ni kama anamjali, anamuonyesha fedha. Yaani wewe maisha ukiona ni makaratasi ndio yatakufanya uwe na fahari. Makaratasi ya dunia hii ambayo yametengenezwa kwa mbao za mpaina, yakakupa jeuri na kiburi, na ukaanza kujiona una mazingira fani ya kuwa mjanja, unasifia chochote, unafanya kivyo vyote, unaishi maisha kivyo vyote. Sasa hizi hizo mikaratasi imekutuma kwenda kufanya uzinzi. Hiyo kwamba wewe kama mwanadamu mwenye akili timamu unafanya vitu unavyofanya Mwijaku. Mimi nikuasa kwamba ndugu yangu kwamba mwisho ubaya ni aibu. Uwezo ukaishi maisha fanya kipumbavu kama hayo, mwisho wa siku ukawa kwenye nafasi ambayo wanadamu watakufurahia. Utafurahiwa na watu ambao umejiweka kwao kama machawa, kama wewe ni chawa, lakini wanadamu wenye akili timamu wakikutazama wanaona wewe mwanadamu hujui kutumia nafasi ulionayo. Mwanadamu umepewa kuishi mara moja, na mwisho wa maisha haya iko hukumu. Maana yanataka kama Mungu haziakiwi, chochote anachopanda mwanadamu atakivuna. Neema Kristo iwe pamoja nawe. Unataka nisikiliza?